utawala wowote umeitwa utawala katika jinsi ya muonekano mmoja kwa jina lake, kwa kuwa unao msaidizi. Ndivyo ilivyo. Imeitwa familia hiyo kwa sura ya muonekano wake mmoja kwa jina lake, kwa kuwa tayari inayo msaidizi. Na ndivyo ilivyo. Popote pale ulipo, umeitwa wewe katika muonekano wa sura hiyo moja kwa jina lako, kwa kuwa tayari unaye msaidizi. Sasa, na aliye msaidizi wako wewe ni nani? Na huyo ni Antigonyo. Ninazungumza kuhusu familia sehemu ya 22. Ndio imeitwa familia katika muonekano huu wa sura moja kwa jina lake, kwa kuwa inayo msaidizi wake. Kwa kuwa chochote kilichopo, yoyote aliyopo ndiye utawala, na umeitwa utawala mwenye muonekano wa sura moja, yani familia, kwa kuwa unaye msaidizi wako, unaye aliye wa picha yako wewe, aliye picha yako wewe mwenyewe, unaye aliye mwenye sura ya kufanana na wewe, yani pumziko lako. Na popote pale ulipo, upo pamoja na msaidizi wako, upo pamoja na pumziko lako. Pasipo msaidizi, utawala huo haupo. Pasipo msaidizi, familia hiyo haipo. Pasipo msaidizi, wewe hapo popote pale haupo. Ndio, ila hata sasa bado upo katika muonekano huo mmoja kwa jina hilo la kuitwa kwako. Ni mtu, ni mwanamume, ni mwanamke, ni baba, ni mama, ni mtoto, ni muujiza, ni siku, ni majira, ni jinsi yoyote, kwa muonekano mmoja
wa kuitwa kwako bado upo, kwa kuwa tayari unaishi na msaidizi wako, unaishi na aliye pumziko lako, unaishi na aliye picha yako, unaishi na aliye mwenye sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha kwamba msaidizi wako, yani pumziko lako. Ndio utawala ni mmoja, unaishi pamoja na msaidizi wake, ikimaanisha msaidizi wake sio mtawala na sio utawala. Msaidizi wake ni msaidizi wa utawala wa jina moja hilo. Msaidizi wako ni picha yako tu. Uliopiga sawasawa na mapenzi yako, uliohitaji ionekane sawasawa na mapenzi yako, na jinsi inavyoonekana ndio usaidizi wake kwako, ndio pumziko lako la maisha yako, la uwepo wako wa jina hilo ulilo nalo, yani familia. Kwa hiyo, na aliye msaidizi wako wewe katika muonekano wako huo mmoja kwa jina lako, mtoto, mzazi, mwanamke, mwanamume, kiungo hicho, mwili huo, vyovyote vile ulivyo, katika jinsi hiyo ya sura moja yenye muonekano mmoja, yani familia kwa jina hilo, ni nani aliye msaidizi wako? Je, ni baba huyu tu? Je, ni mama huyo tu? Je, ni taifa hilo tu? Je, ni Mungu huyo tu? Je, ni uzao wako tu? Au ni dini yako tu? Au ni pesa? Au ni uponyaji tu? Au ni nini katika kufikiria kwako aliye msaidizi wako? Kwa kuwa kumjua msaidizi wako ni kulijua pumziko lako, ni kujua pumziko la familia yako, ni kujua pumziko la familia ya jina lako wewe, ni kujua pumziko la maisha yako. Msaidizi wako wa jina la familia hiyo yako ni nani? Ndio, kumjua msaidizi wako itakufanya daima usipigane wala kugombana wala kwenda kinyume chochote na msaidizi wako, ila
kuishi pamoja na msaidizi wako, yani pumziko lako. Ni nani aliye msaidizi wa familia ya jina hilo lilonalo? Mtu, mtoto, mzazi, mke, mume, daktari, mhasibu, nabii, mchungaji. Na wewe popote pale ulipo, katika mwonekano mmoja wa sura hiyo, kwa jina hilo lako, nani aliye msaidizi wako? Nani aliye picha yako wewe? Nani aliye wa sura ya kufanana na wewe? Kwa maana kwamba pumziko lako wewe, na popote ulipo, uwe pamoja naye, uwe unaishi pamoja na yeye, uwe unaishi pumziko lako, na chochote unachokifanya kiwe katika kutimia, kiwe katika furaha, kiwe katika kutokukwama, kwa kuwa yupo msaidizi wako kufanikisha kile unachokifanya. Ndio maana nipo hapa leo kuzungumza kuhusu familia, na ninapozungumza kuhusu familia, ninazungumza pia pamoja na msaidizi wako, kwa kuwa ili iitwe familia iwepo, ni lazima iwe na msaidizi. Na popote pale upo katika mwonekano mmoja huo wa sura moja hiyo, yani familia, kwa jina hilo ulilo nalo, kwa kuwa tayari unaye msaidizi wako, unaye wa sura ya kufanana na wewe, unaye pumziko lako, unaishi pamoja na msaidizi wako, yani pumziko lako. Kwa hiyo leo hii mjue msaidizi wako ni nani. Na utapata utulivu na pumziko la hakika, kwani msaidizi wako umemweka sawa sawa na mapenzi yako. Mwingine yupo katika kutokuonekana, yupo sirini, lakini huyatenda yaliyo ya mapenzi yako. Mwingine yupo katika kuonekana, ni jinsi tu vile ulivyotaka. Msaidizi wako awe picha yako iwe vipi? Kwa kuwa akizuiliwa anayeonekana, atakuwepo asiyeonekana. Akizuiliwa asiyeonekana, atakuwepo anayeonekana, akikusaidia na kufanya katika jinsi yoyote ile. Chochote unachokifanya kiwe katika raha ya pumziko, ikimaanisha usaidizi wa kulikamilisha au kukamilisha.
Usishake juu ya chochote kisichoonekana wala chochote kinachoonekana, kwa kuwa hicho ni sura yako, ni msaidizi wako, ni picha yako, na kipo hivyo kwa mapenzi yako ili kikusaidie, na jinsi kilivyo hivyo ndio usaidizi wake kwako, yaani pumziko la chochote unachokifanya. Kwa hiyo, na aliye msaidizi wako ni yoyote chochote ulichokizaa wewe mwenyewe. Narudia, yoyote aliye msaidizi wako wewe, familia, aliye picha yako wewe, aliye wa kufanana na wewe, ni chochote, ni yoyote aliyezaliwa na wewe, ikimaanisha uliye mzaa wewe mwenyewe, aliyetoka ndani yako, pasipo kujalisha katika nyama yako. Umemzaa katika nyama yako, umemzaa katika kinywa chako, umemzaa katika fikra yako, umemzaa katika mawazo yako, umemzaa katika viuno vyako, umemzaa katika mbegu zako, umemzaa katika kumtazama kwako, umemzaa katika jinsi yoyote ile, umemzaa katika jinsi ya uwepo wako. Ila kwa jinsi ya kumzaa, ya kuzaliwa, kwa jinsi ya kuzaliwa au ya wewe kumzaa, huyu ndiye msaidizi wako, ndiye aliye picha yako, kimaanisha pumziko lako. Kwa hiyo aliye msaidizi wako wewe ni yoyote uliye mzaa kwa jinsi ya uwepo wako, pasipo kujalisha umemzaa, amezaliwa kwa siri kutokuonekana, amezaliwa kwa kuonekana, kwa harufu yako, kwa neno lako, kwa rangi yako, kwa viungo vyako, kwa jinsi yoyote ile, bali huyo ndiye aliye msaidizi wako, na jinsi vyovyote vile, kwa mwonekano wake wowote ule, ndio usaidizi wake kwako. Ndio ulio usaidizi wake kwako. Na kufanya vingi
umevizaa, vimezaliwa kutoka kwako, vimezaliwa kwa uwepo wako, ikimaanisha chochote unachokiona, chochote unachokitazama, chochote unachokifikiri, kwa kuonekana na kutokuonekana, na chochote ambacho hata bado haujakiona, kimezaliwa kutoka katika uwepo wako. Kama vile ulivyo mwili wako huo, kwamba walio wasaidizi wa mwili wako wapo ambao umewaona na wapo ambao haujaona. Kwa hiyo haijalishi kile ambacho haujakiona kinafanya nini, bali jinsi kilivyo vile, hata akija mwingine kukielezea kinavyoonekana na kinavyofanya kazi, hakipo kukuzuru, kipo vile kwa muonekano ule kusaidia mwili. Ndio, mwili uko hivyo, lakini utumbo tu umejificha ndani, hauoni. Na sio kwamba haukusaidii, hata akija mwingine kuuelezea utumbo jinsi unavyoonekana, jinsi unavyofanya kazi, kwamba ndio unachukua chakula chako, ndio maana unasikia njaa, jinsi ulivyo hivyo utumbo, na kuelezewa kwake kote, na jinsi kuonekana ni mbaya kwa jinsi unavyochukua chakula chako na kukisagasaga sawa sawa na muonekano wa kazi yake. Huu sio mbaya kwako, ndio usaidizi wake kwako, na ndio unafanya mwili wako uwepo. Ndivyo ilivyo kwenye chochote unachokisikia mwingine akikielezea, kile kikielezea hicho, ndivyo kilivyo, na jinsi kilivyo hivyo kipo kukusaidia, na ndio usaidizi wako, usaidizi wake kwako, na ndio pumziko lako, pumziko la uwepo wako, pumziko la chochote unachokifanya. Ndio unayemtazama huyo, unayemtazama huyo, mkeo, mumeo, familia, taifa hilo, kijiji hicho, wanyama, wadudu, kila kitu unachokiona, na kingine ambacho hujakiona ila unaelezewa jinsi kilivyo, na muda mwingine ukahuzunika. Kwa nini kiko hivyo? Kwa nini utumbo uko hivyo? Unakula chakula chako ulichokiweka katika kinywa chako, ila tambua huyo ni msaidizi wako, ndio pumziko lako, na yupo hivyo kwa mapenzi yako kukusaidia kuwa pumziko lako. Kwa hiyo usishake juu ya chochote kinavyoelezewa katika kuonekana au kutokuonekana. Usiogope juu ya chochote kinavyoelezewa au kinavyoonekana kwa uhalisi wa jina lake. Ndivyo kilivyo, ni uzao wako wewe, na upo kukusaidia, upo kukupumzisha, na upo hivyo, na bado upo katika jinsi hiyo, kwa jina hilo,
kwa kuwa upo na usaidizi huo ukikupumzisha. Ndio, uzima msaidizi wake ni kifo na vitu vingine. Mwanamume msaidizi wake ni mwanamke. Mwanamke msaidizi wake ni mwanamume. Njaa msaidizi wake ni shibe. Shibe msaidizi wake ni njaa. Kila kitu unaviona viko viwili viwili, si kwamba viko viwili, kipo kimoja na msaidizi wake. Ndio maana hapo ndipo upo wewe uliye mmoja na msaidizi wako, kwamba kwenye familia hiyo hampo wawili, kwenye ndoa hiyo hampo wawili, kwenye ukoo huo hampo wawili, hampo wengi, upo wewe na msaidizi wako. Kwa hiyo usimwogope msaidizi wako, ndivyo alivyo. Ndio pozi la picha yako, ndio mwonekano wa picha yako, na hapo ulipo ishi, furahi na msaidizi wako wewe. Popote ulipo, pokea pumziko la familia yako. Umepokea pumziko la familia yako, pumziko la majirani zako, pumziko la uchumi wako, pumziko la utajiri wako, pumziko la uwepo wako. Umepokea majirani zako wapya, umepokea mke mpya, utajiri mpya, umepokea viungo vyako vipya, umepokea fikra mpya, umepokea uonaji mpya, umepokea msaidizi wa uwepo wako. Na popote pale kuanzia sasa, msaidizi wa maisha yako, pumziko la maisha yako, kwenye kila kitu utakachokifanya yuko pamoja nawe. Hapo ndipo hakuna chochote ambacho hakitakwenda, hakuna chochote ambacho hakitafanikiwa. Chochote kile kitaketi katika pumziko la mafanikio la uwepo wako wa familia hiyo ya pumziko moja. Na popote ulipo utaishi pumziko moja, raha moja na familia yako na msaidizi wako. Hapo ulipo pokea pumziko hili la familia yako, uwepo wa familia yako. Popote pale ulipo, familia ya jina lako, msaidizi wa jina lako, msaidizi wa uwepo wako, popote pale ulipo, na yupo hapo ulipo katika jinsi ya kuketi kwako, basi umepokea na amekuwa kwako. Pia tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andre Gunyu. Pokea pumziko la familia yako, na umepokea na limekuwa kwako hapo lipo.